Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya taarifa ambayo tunayo wakati huu ni mkutano kati ya Trump na Putin kusitishwa. Mkutano uliokuwa ukitarajiwa kufanyika kati ya marais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin huko Budapest umesimamishwa kwa muda baada ya Moscow kushindwa kuafiki suala la kusitisha mapigano. Taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne usiku na afisa mmoja wa serikali ya Washington ambaye hakutaka kutajwa jina lake inasema kuwa mkutano uliokuwa ukitarajiwa kufanyika kati ya marais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin huko Budapest nchini Hungary umesimamishwa kwa muda baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov na kushindwa kuafikiana kuhusu suala nyeti la kusitisha mapigano katika vita huko nchini Ukraine. Trump amethibitisha taarifa hiyo akisema hahitaji kuwa na mkutano usiokuwa na tija wala kupoteza muda, akiongeza pia kwamba kwa sasa wanasubiri kuona kitakachofuata, akisisitiza kuwa pande zote zinaendelea kupata hasara kubwa kwa kuwapoteza wanajeshi wao na ndio maana amani inahitajika. Lakini upande wa Moscow umesema maandalizi ya mkutano huo kati ya Trump na Putin bado yanaendelea na kwamba kunahitajika kukubaliana katika mambo kadhaa muhimu. Ulaya imeunga mkono juhudi za rais wa Marekani Donald Trump. Viongozi wa Ulaya wakiwemo wale kutoka Ujerumani, Uingereza, Ufaransa na Umoja wa Ulaya wakishirikiana na Ukraine wametoa taarifa ya pamoja siku ya Jumanne jioni wakitaja kuunga mkono mwito wa rais wa Marekani Donald Trump wa usitishwaji wa mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Taarifa hiyo ilieleza pia kuwa viongozi hao wa Ulaya akiwemo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky watakutana Ijumaa wiki hii mjini London katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya katika kujadili suala la Ukraine na namna ya kuendelea kuiunga mkono Kiev. Licha ya viongozi wa Ulaya kuunga mkono juhudi za amani zinazosimamiwa na rais wa Marekani, taarifa hii ya kusitishwa kwa mkutano huo kati ya Trump na Putin imepokelewa kama ahueni kwa viongozi hao wa Ulaya ambao wamekuwa wakimshutumu Putin kujaribu kujipatia muda zaidi kupitia michakato hii ya diplomasia huku akijimarisha katika uwanja wa vita. Viongozi wa Umoja wa Ulaya akiwemo waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na hata kansela wa Ujerumani Friedrich Merz walisema waziwazi kuwa wanapinga mchakato wote wa amani utakaolazimisha Ukraine kusalimisha maeneo ya ardhi yake yaliyonyakuliwa na vikosi vya Urusi kama ilivyopendekezwa mara kwa mara na Donald Trump. Aidha, viongozi hao wa Ulaya wanajaribu kufanikisha mpango wa kutumia mabilioni ya dola ya mali za Urusi zilizozuiliwa ili kuisaidia Ukraine kuendelea kukabiliana na Urusi licha ya mashaka kuhusu uhalali wa hatua hiyo na matokeo yanayoweza kushuhudiwa. Rais Zelensky amesema Urusi bado ina nia ya kutoa eneo zima la nchi ya Ukraine, akisisitiza kuwa maelfu ya wanajeshi wanahitajika ili kutoa hakikisho la usalama baada ya vita. Katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump siku ya leo ya Jumatano anatarajiwa kufanya mazungumzo na katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte. Ingawa haijawekwa wazi watakachojadili, ifahamike tu kuwa NATO ndio imekuwa na jukumu la kuwasilisha nchini Ukraine silaha zote zinazotolewa na Marekani na washirika wengine kutoka katika jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Rais wa Marekani Bwana Trump amesema wazi kwamba sasa sio wakati wa kupoteza tena muda katika kufanya mazungumzo kati yake na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, kutokana na kile ambacho ameeleza kwamba hata katika mkutano wa awali uliofanyika ni kwamba alikuwa akiwaza kwamba pengine angemaliza vita huko nchini Ukraine, lakini ilikuwa tofauti na kile alichokitarajia. Kupitia taarifa yake, Donald Trump amesema hataki mkutano wa kupoteza muda baada ya mpango wa mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kuhusu vita vya Ukraine kuahirishwa. Trump amedokeza kuwa kukataa kwa Urusi kusitisha vita katika maeneo ya mipaka na Ukraine ndio suala tete linalofanya mazungumzo kuwa magumu kufanyika. Hapo awali, afisa wa ikulu ya White House alisema hakuna mipango ya mkutano wa Putin na Trump katika siku za usoni, baada ya Trump kusema Alhamisi kwamba wawili hawa watafanya mazungumzo huko Budapest ndani ya wiki mbili. Tofauti kuu ya pendekezo la Marekani na Urusi kwa ajili ya amani ilizidi kuonekana wazi wiki hii na kuonekana kupoteza nafasi ya mkutano wa kilele. Uamuzi wa White House wa kuahirisha mipango ya mkutano wa pili wa Trump na Putin unaweza kuonekana kama jaribio la kuzuia hali nyingine kama hiyo.
Nadhani Warusi walitaka sana na ikawa dhahiri kwa Wamarekani kwamba hakutakuwa na mpango wowote wa Trump huko Budapest, ilielezwa kupitia shirika la habari la Reuters. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.